Mimi niliyekuwa na nafasi katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya kati. Ni makamu mwenyekiti wa kanda ya kati niitwaye Jingu Jackson Emmanuel. Natokea mkoa wa Singida, wilaya ya Ikungi, jimbo la Singida Magharibi. Ndugu waandishi wa habari, yafuatayo haya ni maelezo machache ambayo nitakuwa nayo kwa ajili ya ujumla kwa ile azma ambayo tumekusudia kuitamka leo kwenu nyie waandishi wa habari na viongozi wenzangu wa chama waliokuwa viongozi wenzangu waandamizi kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini ni ujumbe pia ambao utatakiwa kwenda kwa wanachama wetu wapendwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa mikoa yote na nchi nzima na kanda zote hizi 8, lakini vile vile ni ujumbe pia kwa ajili ya Watanzania watakaokuwa wanatuangalia na kutusikiliza maneno haya tulionayo. Hili ni tamko la viongozi mbalimbali wa kanda wa Chadema. Utangulizi. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, sisi ni viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wenye nyadhifa mbalimbali za uongozi katika kanda zote 8 za kichama na upande wa Tanzania bara ambazo ni kanda ya Pwani, kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria, kanda ya Magharibi, kanda ya Nyasa, kanda ya Kati, kanda ya Kusini na kanda ya Kaskazini. Kwa pamoja tumeamua kupitia vyombo vya habari kuzungumza na umma, wanachadema na Watanzania wote kuhusiana na hali ya kisiasa ya ndani na nje ya chama chetu kwa ujumla. Tumefanya tathmini ya kina ya mwenendo wa mambo ndani ya chama chetu na kujiridhisha pasipo shaka yoyote ile kuwa chama chetu kimepoteza mwelekeo kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, kukiukwa kwa katiba ya chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo. Tangu viongozi wapya wa chama ulipoingia madarakani Januari 2025, umeonyesha kwa vitendo na waziwazi kukiukwa misingi mikuu ya katiba ya chama chetu, falsafa ya chama, madhumuni na kuundwa kwa chama na kuundwa kwa chama, haki za wanachama katika maeneo mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, kukosekana kwa uhuru na usawa wa mawazo. Itakumbukwa kuwa ndani ya chama kuna kundi la wanachama waandamizi ambao walikuwa wagombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa 2020. Waliitwa na katibu mkuu wa chama ili kukutana nao na kufanya mazungumzo ya kushiriki au kutokushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kundi hili likaunda kundi la viongozi kwa ajili ya kujadiliana na kuweka mawazo pamoja kabla ya kikao na viongozi wakuu wa chama, na waliamua kuandika waraka wa ndani kwa viongozi wakuu wa chama ili kuwasilisha maoni na ushauri wao badala ya kusikilizwa walianza kuitwa ni wasaliti, na ukawekwa mpango wa kuhakikisha kuwa wanawafukuza wanachama kwa sababu tu
waliwasilisha maoni tofauti na viongozi kuhusu namna bora ya kutekeleza kauli mbiu ya no reforms na no election. Kitendo hiki ni sawa na kuturudisha nyuma miaka 30 iliyopita wakati wa utawala wa kiimla nchini na ambao ulipelekea kuanzishwa kwa chama chetu.